Nikitokea hapa katika kijiji cha Mwabuma kilichopo wilaya ya Meatu mkoa wa Simiyu. Eneo hili ambalo nipo ni katika shamba la zao la pamba. Ni shamba la mkulima wa kijiji hiki cha Mwabuma. Ikiwa imepita mwaka mmoja tangu serikali ianze maboresho makubwa katika sekta hii ya pamba, ambapo eneo kubwa ambalo limeweza kufanywa kazi ni eneo la huduma za ugani. Serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta hii ya pamba, hasa wanunuzi wa pamba, wameweza kuajiri zaidi ya maafisa ugani 700 ambao wanatokana na mradi wa BBT. Wa shamba hao tunahudumia kwa kupatia pikipiki, kupatia pikipiki mafuta, ambapo kila siku wanakuwa wanaelekea kwa kulima, kuwafundisha kanuni bora za kilimo cha pamba. Kupitia kufundisha huko sasa, tija ambayo tunaitenga kama serikali kupata tija kubwa kwa wakulima imeweza kuonekana kwa muda mfupi tu. Imeweza kuonekana na matokeo tunayaona. Tija ya mkulima ambayo tulikuwa tunazungumzia miaka iliyopita ni kilo 250 kwa ekari. Kwa mwaka huu tunaona ni kuanzia kilo 600 kwenda juu. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni kumeanza kutokea sintofahamu juu ya maafisa hawa ugani, ambapo baadhi ya viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS wamedai kuwa maafisa hawa ugani hawana uwezo wa kuweza kuwasaidia wakulima ili waweze kuzalisha kwa tija. Kuna watu walikuwa wameshazoea kwamba viuatilifu vya pamba vikija watazoa, watapeleka kuuza minadani. Sasa baada ya kuja mpango wa BBT, maafisa ugani kwa kushirikiana na maafisa ugani wa kata waliokuepo wakadhibiti matumizi kwamba kiuatilifu cha pamba kiende kwenye pamba. Sasa ikaonekana ule mwanya uliokuepo wa matumizi ya hovyo ukadhibitiwa. Kwa hiyo wale waliokuwa wamezoea mfumo wakaona wameathirika sana na ujio wa hao maafisa ugani. Kwa hiyo kelele ndipo zikaanzia ili waone kama wanaweza wakarudi kwenye mfumo wao wa kuendelea kupoteza pembejeo za serikali. Kutokana na jambo hili, Global TV tumeweza kutembelea baadhi ya wakulima katika wilaya za Igunga mkoa wa Tabora, Kishapu mkoa wa Shinyanga, lakini pia wilaya za Meatu pamoja na Bariadi mkoa wa Simiyu, kuzungumza na baadhi ya wakulima kutaka kujua undani wa jambo hili, ambapo wakulima wengi wamedai kuwa madai hayo hayana ukweli na wamenufaika kwa kiwango kikubwa tangu ujio wa maafisa hawa ugani. Wamekuja wanakuwa wanatufuatia kila mara na kupanda. Mfano kama hili shamba tumelipanda, tumeshinda naye BBT hapa, huyu kijana huyu wana shamba huyu, tumeshinda naye hapa tukipanda hili shamba. Ninaamini na matunda mnayoyaona haya kwa sababu ya wao. Kwanza mimi BBT nataka waendelee. Kwanza walichelewa kwamba mwaka uliopita huu walichelewa. Tunataka mwaka huu waanze mapema. Tunawashukuru hao BBT, maana wameleta muonekano tofauti na zamani tulivyokuwa tunapanda. Tulikuwa tunapanda tu kwa sijui tuseme ni kusia, tulikuwa tufuate hata mistari. Sasa hivi wametuelekeza tunapanda kwa kutumia mistari, wametuelekeza vipimo. Tulikuwa tunanyimwa haki kipindi kile cha nyuma. Anapata dawa mtu ambaye mwenye shamba la mahindi, lakini sasa hizi tunapata ambao tu kwenye zao la pamba wenyewe. Sasa napata mtu mwenye zao la mahindi alafu pamba anaachwa. Lakini sasa hizi walipokuja hawa BBT wametusaidia. Hiyo kwamba sijui wanakataliwa, hiyo kauli labda ipo kwenye sehemu zingine, sio kwetu. Sisi rai yetu ni kwamba vijana hawa waongezwe kwa wingi. Kwanza hata sisi tunawahurumia. Unajikuta huyo nani huyu kijana wa BBT kwa muda ule mnamgawana watu watatu. Mwingine ni uzushi, ni uongo tu kwamba hatuwahitaji. Tunahitaji sana hata wewe chini ndani ya kijiji za watu. Ili hata mimi kile mkulima nimchukue mimi peke yangu paka kilimo kiishe. Kwa ujio wetu sisi, kipindi cha nyuma sumu zilikuwa zinapotea, haziendi kwa wakulima. Kwa msimu hapa wakulima tumesimamia ipasavyo, wakulima wamepata sumu kwa wakati. Kuhusu hilo swala, nahisi watu wa AMCOS wamebanwa sana. Ndio maana wameona sisi mabibiti hatufanyi kazi, hatufai. Hapo nyuma kuna viongozi walikuwa wamezoea kuchukua pembejeo, kuzibana na kuzifikia kwa wakulima. Kwa BBT akawa yuko straight, yani tunasema amenyoka. Pembejeo zikifika zinatakiwa zifike kwa mkulima, hazibaki store. Kwa ndo hapo kukawa kunatokea mkanganyiko. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima.
uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.